Sasa nikianza katika mkoa wa Shinyanga, kwanza hali ya mkoa ni shwari sana. Nawashukuru sana viongozi kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa kwa kazi kubwa wanayoifanya, lakini kama ambavyo Shinyanga iko salama, Tanzania nzima iko salama. Rais na Amiri Jeshi Mkuu na kiongozi mkuu wa serikali anaendelea kusimamia kuhakikisha jambo kubwa la kwanza kwa nchi ni amani na utulivu wa nchi. Amani, utulivu na mshikamano wa nchi. Tanzania iko salama, serikali inaendelea kutekeleza majukumu yake, Watanzania wanaendelea kufanya shughuli zao za maendeleo kama kawaida, na serikali inaendelea kuwahudumia wananchi kama ambavyo iliahidi katika ilani, lakini pili kama ambavyo inatolewa katika mipango mbalimbali ya maendeleo na dira ambayo tunaitekeleza na ambayo sasa tunaikamilisha, na tuko kwenye maandalizi ya dira mpya ya maendeleo ya mwaka 2025 kwenda mwaka 2050. Naomba wananchi wa Shinyanga mpokee salamu za upendo kutoka kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Amenituma niwaambie msiwe na wasiwasi. Yuko imara kuwahudumia, yuko imara kuwasikiliza, yuko imara kuhakikisha Shinyanga inakwenda mbele. Sasa mkoa huu kama ilivyo mikoa mingine umeendelea kuhudumiwa na serikali. Unahudumiwa kwa kupata fedha za maendeleo, fedha za kuendesha shughuli za utawala. Na tumetoa fedha nyingi katika mkoa huu. Katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6, mkoa wa Shinyanga umepokea shilingi trilioni 1 na bilioni 226 ambazo zimekwenda kuhudumia miradi mbalimbali ya maendeleo, lakini pia zimetoa huduma za utawala. Na msidhani msemaji mkuu wa serikali ameamua kutaja tu kutoka hewani, nitawaambia kwa mifano. Tumetoa katika mkoa huu wa Shinyanga shilingi bilioni 148 na milioni 592 kwa ajili ya ujenzi wa barabara zinazofanywa na TANROADS na TARURA. Na kazi hizi barabara nyingi zimekamilika na nyingine ujenzi unaendelea. Kuna mradi wa TACTICS ule ambao unajenga masoko yetu, barabara za mijini, maeneo ya stendi na vitu vya namna hiyo kupendezesha miji yetu. Mkoa wa Shinyanga pia umepokea shilingi bilioni 72.6 kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Tunayo miradi ya maji hapa Shinyanga. Serikali imeleta hapa shilingi bilioni 113.3 kwa ajili ya upatikanaji wa maji. Na hivi ninavyozungumza na nyinyi, maji kwa upande wa mijini katika mkoa wa Shinyanga upatikanaji ni asilimia zaidi ya 92. Ilani inataka tufike asilimia 95. Tuna mradi wa maji ya Ziwa Victoria ambao umeshafika hapa Shinyanga na tunaendelea kusambaza kwenye maeneo mbalimbali. Tutafika asilimia 95 kabla ya mwezi Oktoba. Lakini pia vijijini tuko zaidi ya asilimia 70 na kwenyewe tutafika asilimia 85 kama inavyotuelekeza ilani, kwa sababu mradi huu unavyopita kote vijijini unapeleka maji. Lakini tumefanya kazi kubwa ya usambazaji wa umeme. Hapa serikali imeleta zaidi ya shilingi bilioni 752 kwa ajili ya usambazaji wa umeme. Hivi ninavyozungumza vijiji vyote takriban 506 katika mkoa huu wa Shinyanga vina miradi ya umeme. Vina miradi ya umeme, na sasa hivi kazi kubwa inayofanyika ni kuhakikisha umeme unakwenda vitongojini. Kwa sababu nchi nzima ina vitongoji zaidi ya 1064. Tumefanikiwa kupeleka umeme katika vitongoji takriban nusu. Vingine bado, na kazi kubwa sasa inayoendelea kwa serikali ni ya kupeleka umeme katika vitongoji vilivyobaki. Lakini tumeleta shilingi bilioni 17 kwa ajili ya baadhi ya shughuli za kilimo. Tunaleta hapa kwa ajili ya umwagiliaji, kwa ajili ya vifaa vya kupima udongo. Tunaanza kuondoka kwenye utamaduni wa wakulima wanalima bila kujua udongo unahitaji mbolea ya namna gani au mazao ya namna gani yanastawi kwenye udongo sehemu fulani. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amenunua vifaa vya kupimia udongo, na Shinyanga imepata vifaa 6 vinavyotumika katika upimaji wa udongo. Lakini pia tumenunua pikipiki kwa ajili ya maafisa ugani, tumewawezesha mafunzo, wanakuja mpaka huku vijijini. Tunashirikiana na sekta binafsi, wale wanunuzi wa pamba kwa ajili ya kuhakikisha wakulima wanapata huduma za ugani. Lengo letu tunataka kumtoa mkulima kutoka kwenye kilimo cha mazoea kwenda kwenye kilimo cha kisasa. Na ndugu zangu, watani zangu wa Shinyanga, manake nyinyi watani zangu, lazima tulime kisasa. Tumepiga hesabu mavuno ya pamba kwa mfano katika msimu uliopita yalikuwa kilo milioni 22. Ukigawanya kwa ekari zilizolimwa utajikuta wastani wa mavuno ya pamba kwa eka ilikuwa ni kama kilo 300. Hatuwezi kutoka kwa kuvuna kilo 300. Ni lazima tuanze kutumia njia za kitaalamu, kulima kitaalamu, twende zaidi hapo. Lakini hapa Shinyanga yuko mkulima amelima kitaalamu, amezingatia taratibu, kavuna kilo 2000 kwa eka moja. Sasa ndugu zangu, watani zangu, ukivuna kilo 300 na mwenzako amevuna kilo 2000, mtakuwa sawa? Hamwezi kuwa sawa. Kwa hiyo serikali ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeamua kuwekeza katika kilimo ili mkoa wa Shinyanga tuanze kutumia mbinu za kisasa za kilimo tuweze kuongeza uzalishaji. Sasa ndugu zangu, hayo nimesema kwa kifupi, lakini pia tumefanya pia kwenye elimu. Tumetoka hapo shule ya sekondari ya wasichana ya Shinyanga
shule nzuri kabisa, serikali imeleta pale zaidi ya shilingi bilioni 4. Majengo wote mnayaona mazuri, yanavutia. Tumeona watoto pale wa kidato cha kwanza mpaka cha 6 wanaendelea kusoma pale, na tutaendelea kuboresha shule kama hizo. Tumejenga shule za wasichana katika mikoa yote Tanzania, shule 26. Ni kwa sababu Mheshimiwa Rais anataka kuwatoa wasichana katika lindi ambalo lilikuwa linawaondoa kwenye masomo ya sayansi, ili na wao wasome masomo ya sayansi, waweze kuwa madaktari wetu, waweze kuwa mainjinia wetu na taaluma nyingine katika masuala ya sayansi. Lakini pia tumeleta shilingi bilioni 77 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya. Tumejenga vituo vya afya hapa vipya kama 13 hivi katika mkoa huu vipya. Tumeongeza zahanati, tumeboresha shule zetu. Hospitali yetu ya mkoa hapa ambayo ni ya rufaa leo hii ina uwezo wa kutoa huduma za kibingwa za matibabu. Tuna mashine zote, karibu zote za kupima, ambazo ukienda Muhimbili utazipata, na hapa zipo. Tumeleta hata hiyo MRI ambayo bado sio muda mrefu, na yenyewe tutaileta, kwa sababu tunataka watu wa Shinyanga na wao wapate matibabu yote yakiwa yamekamilika kutoka hapa Shinyanga. Lakini pia mambo mengine ambayo yamefanyika vizuri ni pamoja na kuimarisha shughuli za umwagiliaji. Tumefanya kazi kubwa kwenye kuimarisha shughuli za umwagiliaji. Hivi ninavyoongea na nyinyi, kupitia tume ya umwagiliaji tunaendelea na utekelezaji wa miradi 780 ya umwagiliaji. Kati ya miradi hiyo, miradi 133 ilianza mwaka 2022-2023 na miradi 647 imeanza mwaka 2023-2024. Tumeajiri wataalamu wa kilimo 220 na kusambaza katika ofisi za umwagiliaji zilizopo katika kila wilaya. Wanaendelea kufanya kazi katika maeneo hayo. Lakini pia tumefungua ofisi za umwagiliaji katika wilaya 139 ambazo zinaendelea kutoa huduma. Lakini pia tumenunua mitambo 15 na magari 53 kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji. Tumeweza kuongeza uzalishaji wa mazao ya chakula. Sasa uzalishaji wa mazao ya chakula, kwa mfano mahindi, maharage na mchele, na ndugu yetu waziri wetu wa kilimo anasema haya pamoja na kwamba ni ya chakula pia ni ya biashara. Sasa uzalishaji wa mazao haya umeongezeka kutoka tani milioni 17,148,290 kwa mwaka 21-22, na sasa tumefika tani milioni 22,800,316, na hiyo ni msimu uliopita. Msimu huu huenda tukawa na ongezeko kubwa zaidi. Sasa hili ongezeko lililopita ni 32.98, na tumeifanya Tanzania kuwa na utoshelevu wa chakula. Kwa upande wa uzalishaji wa mazao makuu ya biashara, nao tumeongeza kutoka tani 898,967 kwa mwaka 2021, na sasa tumefika tani milioni 1,260,321 kwa mwaka 2023. Tukiongea sasa, ongezeko hili litakuwa limekwenda zaidi, lakini hili lilikuwa tayari ni ongezeko la 28.19. Lakini tumeongeza uzalishaji wa mazao ya bustani, parachichi, karafuu na pilipili manga, ambao tumeongeza kutoka tani milioni 7,03,423 kwa mwaka 21-22, na tumefika tani milioni 8,438,273 kwa mwaka 23-24, hili likiwa ni ongezeko la 15.3. Tumefanya kazi kubwa katika uzalishaji wa mbegu za mafuta na uzalishaji wa mazao ya mbegu za mafuta, kwa mfano alizeti, karanga, ufuta, chikichi na soya umeongezeka kutoka tani milioni 1,13,178 kwa mwaka 2021 hadi kufikia tani milioni 2,143,098 kwa mwaka 2023. Hili ni ongezeko la 25%, na uzalishaji wa alizeti pekee umeongezeka kutoka tani 478,900 kwa msimu wa 2021. Hivi ninavyozungumza uzalishaji wa alizeti umefika tani milioni 1,132,000 kwa mwaka 2023. Sasa mwaka 2024 huenda tukawa na ongezeko zaidi, lakini ongezeko hili tu peke yake ni sawa na ongezeko la 136.4.